Sasa baada ya haya matukio yote kutokea ya Murat kuoa, lakini pia kwa upande wa Faruk kumwambia mama yake hayuko tayari kuona akioana na Garib Bey, leo tunaona Fikret anaenda katika familia hii ya kina Ipek kwenda kumfuata mtoto wake, na anawaambia anataka kuondoka na mtoto wake, lakini waligoma, wakasema kwa sababu amekwisha kutaka talaka kutoka kwa Ipek, mtoto yule hatakiwi kuondoka naye. Unaona hata Fikret anakasirika sana na kuambia wasitumie mtoto wake kama fimbo ya kumchapia. Kwa upande wa Adem, yeye hali yake ni mbaya kwa sababu Adem ni mtu mwenye mawazo muda wote, kwa sababu tayari mke wake amekwisha kudai talaka. Kwa yeye na mke wake wanakwenda kuachana. Kitu kile kilikuwa kinampa mawazo sana na alikuwa haelewi ni jinsi gani anampenda Dilara, lakini Dilara alikuwa anapendwa sana na Adem, ila Adem anaonekana hayuko sawa kiakili, na hata anavyoambiwa aende akajitahidi kuhakikisha anawekwa sawa alikuwa haelewi. Kwa hiyo kitu kile kilikuwa kinazidi kumuumiza huyu mke wake ambaye ni Dilara. Na tunaona sasa leo anaambiwa kwamba vitu vyako vinaanza kuchukuliwa na Faruk, kwa sababu Adem alikuwa amekwisha kuingia katika bodi ya wakurugenzi katika kampuni ya Boran. Kwa hiyo sasa kutokana na mawazo ambayo alikuwa nayo, basi anazidi kuanza kupoteza kila kitu. Kwa upande wa Nurgul leo tunaona yuko na Murat, na baada ya kukutana na Murat tunaona analaumiwa kwa kile ambacho alikuwa amekifanya, lakini Murat anamwambia nilitegemea utanipongeza kwa kile ambacho nilikuwa nimekifanya, lakini nashangaa kwa nini uko hivi. Kwa sababu yeye anasema aliamua kufanya hivyo ili kuonyesha upendo wake kwa mpenzi wake au mke wake wa sasa. Lakini tunaona Nurgul yeye anajibu tu mbarikiwe. Kwa upande wa Bade, yeye ni mtu ambaye alikuwa amezoea kufanya kazi. Kwa hiyo leo anarudi tena jikoni kwa ajili ya kwenda kufanya kazi kama kawaida, lakini wakati yuko mule tunaona Esma Sultani anamfuata na kumwambia, toka umeamua kuwa mkamwana katika familia hii, hautakiwi kugusa chochote kufanya kazi, na kama utaendelea kufanya kazi basi watu hawa wote watafukuzwa kazi. Wewe unatakiwa kuhakikisha unalinda heshima yako na hautakiwi kufanya kazi yoyote. Tayari amekwisha kuwa mke rasmi sasa wa Murat na ni mkamwana rasmi sasa wa familia hii ya Boran. Kwa upande wa Ipek tunaona anaendelea kuharibu kila mahali kwa sababu alikuwa amekisha kuondoka. Leo anakutana na mke wa Osman na kuanza kumwambia kuhusu Osman. Anasema kwamba inaonyesha Sureya anapendwa sana na Osman, ndio maana hata kila kitu amekuwa Osman akiwa anamjali sana Sureya. Jambo lile sasa limekuwa ni jipya tena, na mke wa Osman anajisikia hasira sana na anajisikia huzuni kutokana na kile ambacho alikuwa amekisikia. Kwa wale ambao hujasubscribe channel hii, basi endelea kusubscribe, na wale ambao umesubscribe, like, share na comment. Asante.